90.9 Busia Boda FM. Muktasari wa habari za Busia Boda FM. Ni saa 8 kamili majira ya Afrika ya Mashariki. Popote ulipo mpenzi msikilizaji, hujambo na karibu kwa muhtasari wa habari wa Busia Boda Radio awamu ya saa 8. Mimi ni Collins Imito. Mbunge wa Teso Kaskazini Oku Kaunya ametoa wito kwa kina mama kutumia vyema pesa walizopokea kutoka kwa mchango uliofanywa na viongozi mbalimbali mwezi mmoja uliopita. Huku baadhi ya viongozi wa kisiasa humu nchini hasa eneo la magharibi mwa Kenya wanapoendelea kukosoa hatua ya baadhi ya viongozi waliotembelea boma yaliyekuwa waziri mkuu Raila Odinga kwa ajili ya tamaduni baada ya hafla ya mazishi yake kwa kupeleka mifugo na mali nyingine. Sasa baadhi ya viongozi kaunti ya Bungoma wamekashifu tabia ya wanasiasa hao. Msaidizi wa Rais Faruk Kibet aliongoza baadhi ya viongozi wa magharibi kumpigia debe mgombea wa kiti cha ubunge cha Malava kwa tiketi ya chama cha UDA David Ndakwa. Wakizungumza na wafuasi wao huko Malava, waliwalaumu wapinzani kuwa wanajihusisha na siasa za mgawanyiko na kuwahimiza wakazi wa Malava kujitokeza kwa wingi na kumchagua David Ndakwa mnamo Novemba tarehe 27. Na kwingineko mali ya thamani isiyojulikana imeharibiwa baada ya genge la vijana kuvamia jumba moja la burudani linalomilikiwa na mbunge wa Kabuchai Majimbo Kalasinga katika eneo la Musese. Kisa hicho kinakisiwa kuhusishwa na siasa za uchaguzi mdogo eneo la Chwele Kabuchai katika kaunti ya Bungoma. Kwa mujibu wa meneja Geoffrey Kitutu, genge hilo la vijana lilikuwa na nia ya kuharibu biashara hiyo, akisema kwamba wamepata hasara ya mamilioni ya pesa, huku akitaka uchunguzi wa haraka kufanywa na kuwachukulia hatua za kisheria wahusika. Aidha, mkewe Majimbo Kalasinga ameghadhabishwa na tukio hilo, huku akitoa wito kwa vitengo vya usalama kuipa familia yake ulinzi, akisema kuwa vijana hao walitishia pia kufika katika boma lake. Wakaingia jikoni, wakang'oa kila kitu, hiyo chakula wakabeba, wakapasua vioo, wakaiba vitu, wakachukua TV, wakachukua viti, wakachukua mali zaidi ya 1,800,000 ambayo wamefanya uharibifu hapa. Wakaassault staff yetu, wakawaumiza, wakachukua vitu, wakaondoka. Lakini vile hao vijana walijaa ndani, kuna kikundi ya pili iliingia. Ilikuwa inashauriwa ama kupewa masharti na mtu anaitwa Rombosi. Polisi wetu wa Chwele wafanye uchunguzi wa haraka na wasifanye uchunguzi kulingana na masharti ya mtu fulani. Tumeingiliwa na polisi hapa ndani. Na polisi wakati waliingia, wakati waliingia wakaanza kupasua vio, wakatuharibia mali yetu hapa ndani, wakaiba vitu kwa jikoni, wakaiba TV, wakaiba pool, wakaiba na pesa zangu ndani, wakanibia stock yangu nilikuwa nimeendea na ikachukuliwa. Aidha, baadhi ya wakazi wa eneo hilo wanataka usalama kudhibitiwa, wakisema kuwa kura za uchaguzi mdogo eneo hilo zimechangia utovu wa usalama. Mimi ni jirani ya mheshimiwa hapo juu na mimi niko chini. Sasa nilikuwa tu kwa boma, nikaona watu wamebeba vitu wanapita kwangu. Alafu mwishowe umati ingine iliniingilia kwa boma, wakaninyang'anya simu yangu. Na maafisa wa usalama pia hawakuwa station. Akaniambia wote walikuwa deployed kwenda na that is why uharibifu ulifanyika hivyo. Walipata muda wa kutosha kufanya uharibifu, wakamaliza na wakateremka kuja nyumbani kwa mheshimiwa. Na kwingineko, familia moja kutoka eneo la Mbale katika kaunti ya Vihiga
inaendelea kuishi kwa majonzi baada ya kunyimwa haki ya kuwazika wazazi wao kwa miaka kadhaa kutokana na mzozo wa ardhi kati yao na serikali ya kaunti ya Vihiga. Mwili wa baba yao Hezekiah Mavisi, ambaye alikuwa mchungaji kwa kanisa la PAG, umekuwa katika chumba cha kuhifadhia maiti kwa miaka 6 sasa, huku ule wa mama yao Grace Mavisi, ambaye anadaiwa kufariki kutokana na msongo wa mawazo baada ya kushindwa kupata ruhusa ya kumzika mumewe kwenye ardhi yao, ukiwa pia bado uko kwenye mochari kwa miezi 6 sasa. So unajua kwa mila ya Kiluya, mtu akikatiwa kwa shamba, akitoa damu kwa shamba yote, huwezi ishi kwa hiyo shamba. Nimechukua body permit. Sasa ilikuwa tumtoe on Friday, muzike on Saturday. Sasa sisi tumejipanga, mimi nilikuwa nimeenda huko soko kununua vitu kama tents, hizi mabiti na kadhalika, ng'ombe tulikuwa tunanunua. Kwa sasa ni shamba ni mimi nikafikiria labda sababu ilikuwa wakati wa COVID, nimekuja mimi kusimamisha sababu mzazi kufanya 11 mwezi wa 11. Aidha, mwanao Hezekiah Mavisi, Philip Mavisi, amesema kuwa wamebeba mzigo mzito wa zaidi ya shilingi milioni 1 kwa ada ya mochari, ada inayoongezeka kwa shilingi 700 kila siku. Mama kwa sababu ya stress. Kaunti kaidi ya allow mzee azipa na mipekwa hiyo. Nikisema tu mimi nitamwona, hiyo ni 1 million. Hizo ndio tutatoa wapi? Watu kama tununua kwa sanduku ya mzee hapa Mbale walienda. Tulikuwa tumelipa almost 40k na jeneza mzee. Serikali ya kaunti ya Vihiga inasisitiza kuwa ardhi hiyo ni mali ya umma inayotengwa kwa upanuzi wa taasisi. Agri Moseigen ni wakili wa serikali ya kaunti ya Vihiga. This land was part of the land parcels that were compulsorily acquired by the national government in the year 1992. So we had indicated to them that if they were willing to collect the bodies and bury them elsewhere as the court had ruled, the county government would consider waiving the charges, the hospital mortuary charges, as a way of assisting them in the social responsibility of the county government. Instead of resisting and instead of creating an environment for confrontation with the government, we would rather just peacefully locate to their land. Unasikiliza 89.9 Busia Boda FM. Kufikia hapo mpenzi msikilizaji, ndipo natamatisha muhtasari wa habari wa Busia Boda Radio awamu ya saa 9. Nitarejea na habari zaidi japo kimuhtasari. Mimi ni Collins Imito, unaendelea kusikiliza Saka Saka. Huo ndio mwisho wa muhtasari wa habari za Busia Boda FM.